tunapoendelea na safari yetu ya hekima kupitia Injili nne katika kujifunza maisha ya Kristo kwa mpangilio wa matukio. Tukio linalofuata ni onyo. Ni onyo kwa miji isiyoamini ambayo ilishuhudia nguvu za Yesu, miujiza ya Yesu. Tuko katika Mathayo saa 11 na madakika 20. Tutaendelea hapa na kile kinachotokea baada ya hapo. Tunaambiwa kwamba alianza kuzilaumu miji ambayo miujiza yake mingi ilifanyika kwa sababu hawakutubu. Sasa Yesu anasema hapa katika mistari ya 21 hadi 23 kwamba miji ya Tiro na Sidoni na Sodoma itahukumiwa kwa upole zaidi kuliko miji ambayo Yesu mwenyewe alifanya miujiza yake. Na kwa kweli hii ni taarifa ya kushangaza, kwa sababu kila mtu katika ulimwengu wa Kiyahudi alijua kwamba Sidoni ilikuwa mji alikozaliwa Yezebeli, yule malkia mwovu. Walijua kwamba Baali na Ashera mpenzi wake waliabudiwa katika mji wa Tiro pamoja na Moleki, ambaye sanamu zake zilitengenezwa na matumbo wazi ambapo moto mkali uliwashwa na watu waliweka watoto wao wachanga humo kama sadaka. Kila mtu pia anajua kwamba mji wa Sodoma ulifanana na hukumu ya Mungu dhidi ya ushoga. Lakini Yesu anasema hapa kwamba watu wa Sidoni, Tiro na Sodoma watapata adhabu ndogo katika siku ile ya mwisho ya hukumu. Bwana hata anasema hapa kwenye mstari wa 23, na wewe Kapernaumu, je, utainuliwa hadi mbinguni? Utashushwa hadi kuzimu. Sasa kwa nini? Kapernaumu ilikuwa makao makuu ya Yesu. Alikuwa amefundisha pale kwenye sinagogi. Alikuwa hapo binafsi, huwaponya wagonjwa, hubadilisha maisha ya watu. Kapernaumu ilipaswa kuwa na mwanzo mzuri katika ufalme ujao wa Mungu, lakini sivyo. Yesu anasema kwa sababu walimkataa Masiha licha ya hayo yote. Basi baada ya shutuma hii, Yesu anaingia kwenye sala hapa kwenye mstari wa 25. Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa umeficha mambo haya kwa wenye hekima na wenye akili na kuyafunua kwa watoto wadogo. Ndiyo Baba, kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyokuwa mapenzi yako ya neema. Mambo yote nimekabidhiwa na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana atamchagua kumfunulia. Sasa baada ya tamko hilo la ajabu la usawa na Baba yake, Yesu anatoa mwaliko huu kwa wasikilizaji wake. Mstari wa 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu na mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha kwa roho zenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sasa tunahitaji kuelewa kwamba katika siku hizo, kila mara ng'ombe walipokuwa tayari kuanza kulima, mkulima angemleta seremala wa kijiji na angepima mabega yao kana kwamba anawapimia suti zilizoshonwa maalum. Kisha angerudi dukani kwake na kuchonga nira ambayo inafaa kikamilifu ili isiwachubue mabega ya ng'ombe. Hivyo Yesu anaposema hapa, chukueni nira yangu juu yenu, anamaanisha nimewatengenezea nira maalum kwa ajili yenu. Ichukueni juu yenu. Jifunzani kutoka kwangu. Neno la kujifunza hapa ni kitenzi cha neno linalotafsiriwa kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo kimsingi Yesu anasema kuwa mwanafunzi wangu. Sasa watajifunza nini? Mtaala ni upi? Yesu anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Hii ndiyo mara ya pekee kwa njia katika Agano Jipya ambapo Yesu anazungumzia moyo wake. Hivyo basi, mtaala wa Bwana kwa wanafunzi wake unahusu moyo wake. Na nini kinatokea tunapomjifunza? Basi anasema hapa, nanyi mtapata raha kwa roho zenu. Pia alisema katika mstari wa 30, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa maneno mengine, nira yangu imetengenezwa maalum, inakufaa vizuri. Unaona, Mafarisayo walikuwa wamewabebesha watu mizigo mizito ya sheria na kanuni zao zote, na Yesu anatoa pumziko kutoka kwa jitihada binafsi
kujaribu kutimiza kila sharti kwa wale watakaoaminisha mioyo yao kwa moyo wake. Sasa tunapojifunza maisha ya Yesu kwa mpangilio wa matukio kupitia Injili, sasa Luka 7 inatuleta kwenye tukio linalofuata. Hapa ndipo Farisayo mmoja anapomwalika Yesu chakula, na wakati wanakula, jambo la ajabu linatokea. Luka anaandika hapa katika mstari wa 37, mwanamke mmoja wa mjini ambaye alikuwa mwenye dhambi aliposikia kwamba Yesu alikuwa amelala chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, akaleta chupa ya marimari yenye manukato. Sasa mwanamke wa mjini, hiyo ni lugha ya kane ya kwanza inayomaanisha kahaba, na yeye anaingia tu moja kwa moja kwenye chumba cha kulia chakula ambapo chakula tayari kinatolewa, na nadhani kila mtu anasimama kula na kugeuka kumtazama. Mstari wa 38 unatueleza, akasimama nyuma yake karibu na miguu yake akilia, akaanza kumlilia miguu machozi, akafuta kwa nywele za kichwa chake, akambusu miguu yake na kuipaka yale marashi. Sasa kwetu sisi, katika utamaduni wetu wa leo, onyesho hili la upendo linaweza kuonekana kuwa la karibu sana au lisilo na aibu, lakini si hivyo katika siku za Yesu. Kwa kweli, hati moja ya Kigiriki iligunduliwa ambayo iliandikwa karibu na wakati wa Yesu. Inaelezea mwanamke mmoja aliyekwenda kwenye hekalu la mungu wake wa kike Afrodite, na pale akashusha nywele zake kwa heshima kwa mungu huyo wa kike alipokuwa amepiga magoti kwenye miguu ya sanamu ile. Akalia na mara kwa mara akibusu miguu ya sanamu hiyo. Hiyo ndiyo maana hapa. Ona, mwanamke huyu amepiga magoti kwa ibada. Anabusu si miguu ya mwanaume, bali miguu ya Bwana na Masia wake. Na hiki kijichupa kidogo ambacho wanawake kwa njia mara nyingi walikuwa wanakibeba shingoni kama mkufu, kilikuwa na manukato ya gharama kubwa au marhamu. Sasa Simoni Mfarisayo, unajua, alikuwa anatazama haya yote yakitokea, na akajisemea moyoni mwake hapa kwenye mstari wa 39, kama mtu huyu angekuwa nabii, angejua ni nani na ni mtu wa aina gani anayembusa, kwa maana huyu ni mwenye dhambi. Anajisemea moyoni, Yesu si nabii. Kama angekuwa nabii, angejua huyu mwanamke ni mwenye dhambi wa aina gani na asingemruhusu kabisa amguse. Yaani, ngoja niwaambie Mafarisayo wenzangu. Sasa kile Simoni hajui ni kwamba Yesu anaweza kusoma mawazo yake. Kwa hiyo Yesu anampa Simoni mfano mfupi hapa, unaoanza kwenye mstari wa 41. Mkopeshaji mmoja alikuwa na wadeni wawili. Mmoja alikuwa na deni la dinari 500 na mwingine 50. Walipokuwa hawawezi kulipa, aliwafuta wote wawili. Sasa ni nani kati yao atakayempenda zaidi? Basi Simoni akajibu katika mstari wa 43, nadhani ni yule aliyesamehewa deni kubwa zaidi. Yesu akamwambia, umesema sawa, hiyo ni kweli. Kadri deni linavyokuwa kubwa, ndivyo shukrani na upendo kwa mkopeshaji zinavyoongezeka kwa neema na wema wake. Kisha Yesu akamgeukia yule mwanamke, akamuuliza Simoni katika mstari wa 44, je, unamwona huyu mwanamke? Bila shaka anamwona huyu mwanamke. Hakuna hata mmoja aliyekuwa akila chakula pale ambaye labda alikuwa ameacha kumtazama huyu mwanamke na kile alichokuwa anafanya. Yesu anachomaanisha hapa ni, je, unaona jinsi anavyotambua deni lake la dhambi? Je, unaona jinsi anavyoshukuru kwa msamaha wa Mungu? Ananipenda sana Simoni kwa sababu amesamehewa mengi sana. Labda unasikia kifungu hiki na unafikiria, sawa, ungempenda Bwana zaidi kama ungekuwa na ushuhuda wa aina hii, kama ungekuwa kahaba au muuaji. Hapana. Hoja ambayo Yesu anatoa si sana kuhusu kiasi cha dhambi, bali ni utambuzi wa dhambi. Unaona, unapofikiri kwamba dhambi zako ni ndogo, haionekani kuwa jambo kubwa kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Lakini unapogundua kina cha upotovu wako na uovu wa moyo wako, haijalishi ushuhuda wako ni upi, ndivyo unavyozidi kumpenda na kumdhamini Bwana Yesu. Hivyo mwanamke huyu anatangaza waziwazi upendo wake kwa Kristo, akiwa na ufahamu mkubwa wa dhambi zake. Anamwambia sasa katika mstari wa 48, dhambi zako zimesamehewa. Yuko anathibitisha imani
yake kwake. Alijua pia moyo wake ambao ulimleta kwenye chumba hiki cha chakula. Basi mwitikio wa Mafarisayo ni, unajua, kwa bahati mbaya ni ule ule unaotarajiwa. Tunasoma hapa katika mstari wa 49, kisha wale waliokuwa mezani pamoja naye wakaanza kuambiana, huyu ni nani hata anasamehe dhambi? Basi Yesu anawapuuza tu, anamwambia yule mwanamke hapa katika mstari wa 50, imani yako imekuokoa, nenda kwa amani. Niruhusu niseme hivi, rafiki yangu, haijalishi umefanya nini, haijalishi wewe ni nani, wewe njoo tu kwa Yesu, unaweka imani yako kwake, na atakusamehe, atakuvika nira ile maalum mabegani mwako kama mwanafunzi wake, na utapata amani, msamaha na pumziko kwa roho yako. Basi hadi kwenye safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.